Hello msikilizaji wa simulizi zetu. Ni katika simulizi ambayo kiukweli tutajua mengi sana ambayo yametukia. Jambo kubwa ni kuhakikisha tu una subscribe ili uweze kuwa nami katika simulizi mbalimbali, lakini kubwa kabisa ni katika juu ya simulizi hii. Nakumbuka ni kipande cha kwanza. Jina la simulizi, jinsi binti yangu alivyonisaga. Ni kwa nini binti alimsaga? Na huyu anayetuletea simulizi kwamba ni jinsi gani binti yake alivyomsaga, ni nani hasa huyo binti? Ni nani yake zaidi? Unajua, unaweza ukawa na binti ni jirani yako na binti ni mtoto wako kabisa, lakini tutaenda kujua kitu gani kipo ndani ya hii simulizi. Hii ni simulizi zetu channel. Unaweza kusubscribe, kuraiki, na baadaye ukisikiliza unaweza kutoa maoni yako, nasi tutaluka nayo vizuri. Kwa ushauri unaweza kuandika. Naikuletea simulizi hii ni mimi Mr. King Vam, na simulizi ni kwa ajili ya watu wakubwa. Tafadhali. Tunaanza namna hii. Katika shule moja ya sekondari ya bweni ya wasichana huko mkoani Iringa, iliyopo Iringa vijijini, jina na lihifadhi. Ni mida ya saa 3 asubuhi. Wanafunzi wa kidato cha kwanza mpaka cha 3 wanaonekana wakiwa madarasani wanasoma, lakini wanafunzi wa kidato cha 4 walikuwa wanazulula tu huko ndani ya mipaka ya shule, maana walikuwa wamemaliza kufanya mitihani ya kumaliza kidato cha 4 jana yake. Hivyo wanasubiri tu ruhusa ya walimu tu wajirudie majumbani kwao, wasubiri matokeo kama watapass waendelee na kidato cha 6 au watarudia sijui. Maanake kama wakifeli basi watajua wao na wazazi wao au walezi wao huko majumbani kwao kwamba watasaka au watanyoa. Watasuka au watanyoa. Basi ni endelea tu kuwa nami. Basi ndani ya bweni moja wanaonekana wanafunzi wawili wa kike wakiwa uchi, yaani wanasagana kitanda kimoja, mweusi mmoja mweupe pe. Basi wanatoa miguno tu ya mahaba. Yeah, jamani tamu, mume wangu ongeza. Jamani. Mwanafunzi mmoja alikuwa kalala kitandani chari. Miguu yake kaiweka vizuri, mwingine kampandia kwa juu kifuani kwake, kamtegea yake yule wa chini. Anaifanya tu kunyonya kama barafu, naye akainama juu ya mwenzie wa chini, ana inyonya kwa ufundi wa hali ya juu. Basi wote walipeana raha ya hatari, walinyonyana kama barafu hapo, huku wanafanyiana kwa vidore katikati ya mpaka wakikojoreshana. Yule wa juu akageuka akagusanisha midomo yake na mwenzie, wakaanza kupiga lips denda. Kisha yule wa chini ambaye anatambulika kwa jina la Zahra alimwambia mwenzake, jamani Miri, asante kwa penzi tamu. Sasa tunaachana, kila mmoja na kwenda mkoani kwao. Sijui tutakuja kuonana tena wapi. Unipe penzi tamu kama hili jamani. Usijali Zahra, mimi nitakufuata tu nije nikuoe, maana mtoto mzuri sana wewe, cheupe dawa, nimekupenda sana. Alafu mtoto una nzuri, yani katamu kekundu, alafu kapo very kazuri. Ukirudi katikati ya hapo ndio usiseme
kamebana vizuri Hadira. Acha nichukue tu bori langu la bandia nikufanyie uko huko nyuma. Basi Miri alivaa bori lake la bandia jeusi. Basi Zahra akaweka vizuri nyashi yake huku ukayakamata vizuri. Akainua juu. Basi Miri akakiona kile cha Zahara kwa uzuri chekundu kama nyanya. Basi akakirengesha bori, akaanza kumshindiria mtoto wa kike Zahara huku anatoa ili kurituna tundu, maana alikuwa kisha urambisha mafuta. Hivyo Zahara hakusikia maumivu sana. Basi baada ya hapo kuregea alizamisha rote ni miu miu huko moto wa kike. Mtoto wa kike akihama mdomo tu anapiga kelele. Ops, jamani baby, taratibu. Miri alimpa pore huku anaanza kumsugua taratibu. Pore mke wangu, acha nikupe raha. Miri alikuwa anamsugua vizuri kabisa Zahra. Basi mtoto wa kike anahisi sijui ipo Dubai, kahama kabisa. Anapiga kelele za utamu, sijui utamu wa wapi huo. Endelea kuwa na simulizi zetu. Baada ya siku 3 wanafunzi wa kidato cha 4 walifanywa bonge la sherehe la kuaga. Basi wakara na kunywa, walimu na ndugu jamaa na marafiki walioalikwa katika sherehe hiyo. Baada ya hapo kila mmoja katawanyika kurudi nyumbani kwao, huku Zahra na Miri walikuwa bwenini wanakusanya mizigo yao. Basi ilipokuwa tayari walikumbatiana wakaagana kwa kupiga rips denda ya urimi, huku machozi yakibubujika, maana hawajui kama ipo siku watakutana tena. Maana Miri yeye kwao ni mkoani Kagera na Zahra kwao ni jijini Dodoma. Baada ya kukurana vizuri, walipeana maneno ya kufarijiana kuwa milima haikutani, binadamu wanakutana. Kisha wakapigiana mabusu ya mwisho. Zahra akabeba mzigo wake akaelekea katika gari ya wazazi wake ilipopaki. Akapaki mizigo akaweka. Zahra alipanda katika gari ya wazazi wake ambao nao walikuwa wamekuja katika sherehe hizo. Basi safari ikaanza kurudi mkoani Dodoma ambako ndiko nyumbani kwao. Zahra akiwa amekaa siti ya nyuma huku baba yake anaendesha na mama yake kaketi siti ya mbele kushoto kwa baba yake. Na Zahra alimwambia mwanae, yaani binti yangu, ukifaulu mitihani nitakupa zawadi nzuri, hiyo hujawahi kuiona. Zahra alicheka akamwambia baba yake, baba, yaani baba bwana, zawadi gani hiyo? Subiri tu ufaulu mwanangu, utaiona. Waliwasili mkoani Dodoma nyumbani kwao. Maisha mengine yakaendelea huku Zahra akiwa geti kari sana, maana baba yake alikuwa anamchunga sana mwanae ili asije kupata ujauzito akaharibu masomo yake na ndoto zake. Unaambiwa huu mjengo wa kina Zahra ulikuwa ni mjengo haswa umezungushwa shoti ya umeme, fensi yote. Halafu hakuna mwanaume yoyote humo ndani ya jumba hilo zaidi yake baba yake na mama yake. Zahra alikuwa mwajiriwa yaani baba yake Zahra alikuwa ni mwajiriwa wa serikalini na mama yake Zahra alikuwa ni mama wa nyumbani tu. Hivyo Zahra na mama yake na mfanyakazi wake wa ndani tu wa kike ndio walikuwa wanashinda hapo nyumbani. Na ni marufuku kufungua geti kutoka nje. Zahra alivumilia sana hali ile kama wiki moja tu. Basi hali yenyege zikawa zimeshika kishenzi.
Basi akawa yupo hapo chumbani kwake mida ya saa 4 asubuhi, kakaa kitandani. Basi anakumbuka jinsi walivyokuwa wanafanya usagaji pamoja na Miri na lile bori la Miri la bandia. Basi ndio nyege zikazidi kumpanda mtoto wa kike. Msikilizaji, hii simulizi lengo lake ni mwishoni kuonya jamii kuhusu tabia zilizo mbaya zinazoathiri jamii yetu. Zahra aliinuka kidogo, akapandisha kisketi chake kifupi juu, akakaa pale kitandani huku kaweka vizuri mapaja yake. Basi akaanza kukipekechua kikei chake pale pale kati, vimashavu kikiwa muda ya kichupi. Basi anahisi raha, anaguna tu Liz. Oh, jamani, Miri upo wapi? Mume wangu uje unikaze na washwa mie. Zahra alipekecha kei yake mpaka kichupi sijui kikaloa. Basi akasimama akakivua akakitupa huko, akavua na nguo zote akabaki uchi. Basi akajilaza chari hapo kitandani, huku mapaja yake yote akaweka katika hali ya uchochezi, kukichezea tena hicho kisima chake, huku anaachia miguno kwa sauti ya juu kiasi kwamba mtu akipita pale koridoni atasikia. Sasa msichana wao wa kazi alikuwa anatokea chumbani kwake. Basi kufika pale alisikia ile miguno. Basi akasogea karibu ya mlango, akatega sikio, akaanza kusikiliza huku akijiuliza, huyu Zahra kaingiza kidume ndani humu au ndani kuna nani huku? Mkunaji ni nani jamani? Mbona ananitia nyege sana huyu Zahra? Maana tangu nianze kazi hapa katika jumba hili sijaonana na bori la mwanaume. Maana jumba hili ni geti kali sana, yani hakuna kutoka, yani hata kwenda sokoni anakwenda mama mwenye nyumba, yani ilikuwa baraha kabisa. Hapa lazima na mimi niingie humo nikakunwe na mimi. Yani msichana wa kazi alikonyua kitasa cha mlango mdogo, akafanikiwa kufungua. Basi akapenyeza jicho kuchungulia, akamwona Zahra kajilaza chari pale kitandani. Mapaja yalikuwa yapo wazi na akichezea yeye mwenyewe kisima chake mpaka kei ilivyolowana. Kafumba vimacho kwa utamu na guna tu. Msichana wa kazi kuona hivyo alirudi nyuma, akajishika mdomo kwa mshangao, huku akijiuliza kwa sauti ya chini, kumbe Zahra anafanya mchezo kama ninaofanyaga mimi. Kumbe naye msichana wa kazi ana michezo kama ya Zahra. Zahra akiwa anaendelea kujisugua pale, kei yake alishtuka kusikia kitu kama ndizi kinaingia katikati ya kei yake taratibu. Basi akafumba macho, akamwona msichana wao wa kazi. Ilikuwa ni hatari. Unaambiwa Pinky alimshindilia Zahra ile ndizi nusu, maana ilikuwa ni ndefu alafu nene, kisha akaanza kufanya nini? Endelea kuna simulizi zetu kama vile ya wanaume kufanyisha sivyo. Ndani nje, huku Zahra naye anapekechua chuchu ya mrembo Pinky. Basi anasikia utamu, wakijikuta wote wanaguna tu, huku ya Pinky nayo inaanza kuroa ute. Shit. Zahra kuchelewa, alifanya faster baada ya kusuguriwa na ndizi tu, maana yeye alianza kitambo, hivyo nyege zilikuwa zimeisha karibia mlangoni. Zahra alinyanyuka, akamwamishia Pinky, akawa kalaza chuchu zake katikati ya godoro, huku nyuma kaubenua msambwanda vizuri.
kiasi kwamba K na uko kwenye msambwanda vinaonekana vizuri. Basi Zahra alipiga magoti nyuma ya Pinky akaanza kufanya kumbusu. Basi Pinky alijisikia raha ya ajabu, maana hakuwahi kupitishwa ulimi huko na mwanaume yeyote. Ndio kwanza Zahra anampa raha hizo. Basi Pinky alikuwa kalaza kichwa chake kibavu pale katikati ya godoro na anapiga kelele tu za utamu. Ilikuwa ni jamani Zahra nihoe mie. Zahra alitazama msambwanda ka Pinky akaona ni kasafi kanang'aa, sababu Pinky alikuwa ni msafi sana. Basi alipitisha ulimi wake pale akawa kama anachora picha na karamu kukizunguka kile kiduara cha msambwanda huku anaviparuza vimarinda. Basi Pinky alirusha huko msambwanda akapiga kelele maana alihisi kama kapigwa na shoti ya umeme kwa utamu aliousikia. Zahra alinyonya kama barafu tu msambwanda wa Pinky mpaka ukaregea, kisha akashuka chini kidogo akausokomeza ulimi wake mrefu katikati yake ya Pinky ambayo muda huo ilikuwa imelowa ute chepe chepe. Basi akaanza kufanya kuramba humo ndani. JK una uterezi mwingi tu kama samaki aliyetoka kuvuliwa. Basi Pinky ananyonga kiuno tu, anapiga kelele kama zote. Mama Zahra alikuwa sebuleni kaketi anatazama movie, hivyo hakuweza kusikia jamani Zahra nioe mie. Pinky alikuwa anasema hivyo, jamani Zahra nakupenda mume wangu. Aise, Pinky hakuchukua muda akawakisha kakojoa tayari. Basi Zahra alilala chari. Pinky akaja juu yake akamkumbatia, wakaanza kupiga lips denda ya urimi kwa urimi, huku Pinky akimwambia Zahra, mimi jamani Zahra fundi wewe, yaani umenifanya na urimi nimepata raha ya ajabu ambayo sijawahi kuipata hata kwa yule mwanaume wangu wa kwanza aliyenitoa bikra yangu. Jamani Zahra, mimi napata taabu humu ndani wakunikuna, kumbe wewe upo wangu. Zahra nakupenda, napenda kutiwa. Basi mwanaume basi alimwambia Pinky, jamani usiniite hivyo, kwani hata mimi ni na mume wangu huko shuleni nilipotoka anaitwa Mary, na ndio alinifundisha kufanya hivi kusagana hivyo, na kaahidi kunioa. Hapa mimi siwezi kukuoa wewe, hapana jamani Zahra, hapana Zahra jamani, nikubalie tu mimi niwe mkeo, maana umenifanya vizuri jamani zaidi ya mwanaume. Pinky alimbembeleza sana Zahra huku machozi yanambubujika. Basi Zahra akakubali Pinky amuite mume wake. Jamani, kazi imeanza. Zahra alimuuliza Pinky, ulikuwa unaingia chumbani kwangu kufanya nini mpaka ukaniona najifanyisha hivi kwa vidole? Nilikuwa nakatiza tu hapo koridoni, ndio nikasikia, basi na mimi nyege ikanipanda, nikajua umeingiza mwanaume ndani, basi na mimi nikasema niingie anikaze, ndio nikaona upo mwenyewe unajichezea kisima, basi ndio nikaenda jikoni kuchukua ndizi mzuzu za kukaanga, nikaja kukushindiria, maana hata mimi ndio huaga zinanitoa nyege. Okay, vizuri mke wangu, basi huu mchezo tuache kwa muda huu, tukutane usiku wakati wa kulala, ila uje na ndizi. Nakuja na ndizi. Basi Pinky
Alifurahi, akampiga busu la mdomo Zahra, akamwambia, asante jamani, mume wangu, nitafurahi ukija unifanyie kwa nyuma kwenye msambwanda huko, maana huko ulipo ninyonya kama barafu, maana niliona raha nilivyosikia haielezeki. Sasa sijui itakuwaje ukinifanya kwa huko nyuma na hiyo ndizi. Acha basi mume wangu nikakuandalie chakula. Pinki anaenda kumwandalia Zahra chakula. Zahra ashakuwa mume wa mtu. Hii ni hatari kabisa na hairuhusiwi kufanyika katika jamii ya Uafrika hata siku moja. Hivyo inatakiwa kupingwa zaidi. Mungu atupe baraka na heshima kuyakataa matendo mabaya kama haya. Yana madhara yake mengi sana ambayo utaweza kujua mwisho wa story. Hakuna story ambayo inasimulika katika simulizi zetu haina mafunzo kwa jamii. Ina mafunzo kwa jamii, ndizo tunaleta ili ziweze kuionya jamii kuhusu tabia mbaya. Zahra akiwa anaendelea kujifanyisha pale kujisugua kisima, alishtuka kusikia kitu kama ndizi. Okay, hapo tumeshapita. Endelea kuwa nasi. Basi mida ya saa 5 usiku, Pinki alikwenda chumbani kwa Zahra akiwa uchi wa mnyama, huku kashika na ndizi mzuzu mkononi, zilikaribia kuiva. Basi akakwanyua kitasa cha mlango, akaingia ndani, akamkuta Zahra kalala hapo hapo kitandani, kajifunika shuka nusu. Zahra alipomuona tu Pinki yupo uchi na zile ndizi mkononi, basi nyaga zilimpanda, akashuka kitandani na yeye akiwa uchi wa mnyama, akaenda kumkumbatia, wakaanza kufanya yale mambo ambayo hayatakiki. Ilikuwa hatari. Zahra alikuwa anampapasa msambwanda wa Pinki, akamuuliza, jamani, mke wangu, umeamua kuja uchi kabisa? Ndiyo mume wangu, nimekuletea msambwanda unifanyie kwa huko nyuma kama ulivyoniahidi. Oh, sawa mke wangu, basi njoo kitandani. Zahra alimpokea zile ndizi, akaziweka mezani, kisha wakapanda tena huko kwa kitandani, huku Pinki akiwa kajilaza chari. Basi Zahra alifanya kuweka mwili wake vizuri, yani miguu yake, huku na yeye Pinki akionyesha ushirikiano wa kujifanyisha kuipa nafasi vizuri. Zahra akainamisha kichwa chake hapo katikati, akaanza kufanya mdomoni mdogo mdogo pale ikuwa juu katikati vimshavu, huku akimshindilia dole la kati. Basi mrembo Pinki kararama tu huku ananyonga kiuno. Jamani, asante mume wangu, aishi jamani. Zahra kuna kaya Pinki imeshaloa, inahitaji bori la kusugua. Basi naye hana, basi alilala chali na yeye wakawa wamepishana tu na Pinki. Huyo akaelekea juu ya chini, kisha akaingiza yote katikati, ikakutana na Pinki. Basi wakaanza kusuguana kama Basi walikuwa na hisia raha ya hatari, kila mmoja analia kivyake tu kwa utamu. Shit. Yes babe. Hali ilikuwa hivyo. Endelea kuwa na simulizi zetu ili uweze kujua kitu gani kilitokea mwishoni. Hii ni chaneli yetu pendwa kabisa ya simulizi. Basi bana, kitu kiliendelea huku Zahra akisema, asante mke wangu, mkwake yako mtamu, ngoja nikufanyishe sasa huko kwa msambwanda.
Sasa sawa mume wangu, asante na wewe kwa kunifanyisha vizuri, maana unazijua staili nyingi sana za mkeno ukuno na mke. Nikahisi raha za hatari. Walipiga stori kidogo, kisha Zahra akaanza kufanya akilamba chuchu za Pinky. Mtoto nyege zilimpanda tena. Basi Zahra akamwambia, haya baby, piga magoti ulaze chuchu zako uko mbele katika ya godoro, uniachie mimi huku, nitashughulika nako huku nyuma, wewe ni huko tu. Basi Pinky alifanya kama Zahra alivyomwambia. Kisha Zahra akapiga magoti na hii nyuma ya Pinky, akamkamata huko manyashi yake aliyokuwa kayabenua vizuri. Kisha akaanza kufanya kichwa cha ile ndizi, akapeleka huko kunako msombwanda na kufanya basi apige kelele Pinky. Zahra alishuka kitandani, akachukua mafuta special ya kilainishi, akapaka ile tu hata itanuke kupita kiasi, ambapo alipewa na rafiki yake Mir, maana yule aliyekuwa ni msagaji alibobea sana. Zahra alimimina kidogo tu na Pinky, kisha akachukua zile ndizi mbili, akapanda kitandani, akapiga magoti nyuma yake, akaanza kumshindilia moja moja mdogo mdogo. Basi Pinky akaanza kupiga kelele ya maumivu, sababu limsambwanda lake lilikuwa halijatanuka, kilikuwa hakijatanuka hata vizuri. Ai jamani baby, unanichana. Zahra kuona napiga kelele, basi alichukua ile ndizi ya pili, akamsokomeza katikati yake. Basi akasikia utamu ilipozama huko, akasema oops, jamani tamu. Basi Zahra akaanza kumsugua nayo kwa mkono wa kulia, huku wa kushoto anaishindilia taratibu ile ndizi kwenye huko huku mtoto Pinky anakata mauno tu, maana hasikii tena maumivu, sababu ile ndizi inayomsugua ni basi anajinyonga nyonga. Nasema jamani baby, shindilia na hiyo ya huko nyuma yote tamu. Basi Zahra alishindilia, ikazama piu mpaka ndani nusu. Basi akaanza kumsugua na zote mbili, huku akimwambia ipitishe mkono wake wa chini ajisugue. Basi Pinky alipofanya hivyo alisikia utamu hatari, hata maumivu ya huko ile ndizi hakuyahisi. Basi Zahra alimsugua mtoto, akaanza kukata mauno kwa kasi, huku akisema ash jamani baby, nakojoa. Ile Zahra alipoona kishamaliza kukojoa, basi alianza kuchomoa ndizi ya huko. Ilibaki shimo kubwa tu la upana wa ile ndizi, kama kadomo ka mtoto mchanga akiwa anapiga miwayo. Basi Zahra kuchungulia, akayaona mpaka maini, maana huko alipoona kishamaliza kukojoa, basi alianza kuchomoa ndizi ya huko nyuma. Ilibakia shimo kubwa la upana wa ile ndizi kama mdomo cha mtoto wa mchanga akiwa akipiga miayo. Basi Zahra akachungulia, akaona yote mpaka maini. Napo ilibaki tundu tu. Basi akasokomeza ulimi wote ndani, akaanza kuurambisha mure ndani. Yani huu uchafu wa Zahra jamani. Pande zote mpaka kitunda cha kikaanza kurudi katika hali yake, ndipo akauchomoa akamaliza chari. Pinky akampandia kwa juu, wakatazamana, akamwambia pole jamani mpenzi, najua leo umehisi maumivu ya huko, lakini siku nyingine haitajirudia.
Asante mume wangu, ila nimeanza kuyahisi muda huu tu uliponichomoa ndizi huko. Ila asante baby kwa kunitoa bikra ya huko nyuma, na kuanzia leo tutakuwa tunalala wote mume wangu. Jamani, hii simulizi ni kwa wakubwa na lengo ni kuelimisha kuhusu kuwachunguza watoto wao ambao wanaweza wakajikuta katika madimbwi kama haya. Unajua shuleni nako kuna kuwa na hizi mambo ambazo zinafunzwa. Zahra na Pinky penzi lao la kusagana liliwanogea mpaka wakawa wanajiona kama mke na mume. Basi wakawa wanalala chumba kimoja, ni mwendo wa kusagana tu. Siku moja mida ya saa 10 jioni, Zahra alikuwa kasimama hapo getini kwao, anatazama nje, maana hilo geti la fence ya nyumba yao lipo wazi tu, linaonyesha nje, maana limetengenezwa na nondo zilizopishana kiasi kwamba kiungo kama mkono kinaweza kupenya tu kiurahisi, isipokuwa kichwa na mwili mzima. Basi akiwa kasimama hapo kashika nondo za geti, alimuona jamaa mmoja anapita kwa mbali akiwa kabeba mzigo wa miwa begani, anatembea chapu. Basi alimuita kwa sauti ya juu. Yule jamaa akawa kasikia, akaja mpaka pale getini, akamsalimia, kaka mambo zako? Poa tu, ni aje sister? Poa kaka, mua unakata kwa kipande? Ndiyo sister. Kipande kuanzia shilingi 200 kwa 500. Okay, nikatie cha shilingi 500. Yule jamaa alitua mzigo chini, basi akamkatia Zahra kipande cha shilingi 500, akampitishia pale getini, akampa. Lakini Zahra kabla hajampa pesa, aliutazama ule mua, akamuuliza yule jamaa huku anatabasamu, kaka, huu mua unatoka mkoa gani? Mbona mnene namna hii? Alafu unaonyesha utakuwa mtamu. Huu ni Bundara sister, unalimwa mkoani Morogoro, katikati ya wilaya ya Kilosa. Okay, hivi kaka, kuna mwanaume kweli anaboli upana huu? Yule jamaa alishtuka kuulizwa lile swali. Basi akamtazama Zahra kuanzia juu hadi chini, akacheki na hicho kisketi kifupi alichovaa kipo juu ya mapaja. Basi mapaja yake yote yaliyoshiba vizuri, miupe inaonekana vizuri, na mguu wake mzuri wa bia. Basi akajua huyu demu ana nyege, anataka kufanywa. Basi alimjibu huku anatabasamu, ndiyo dada, mimi ninalo la unene huo tena refu. Zahra alicheka huku anamlembulia jicho juu yule muuza miwa, akamwambia, we mwongo jamani kaka, hebu nilione kama ni kweli, nionyeshe kwanza cha kwako ili lisimame ulione vizuri. Haya, mimi nakuonyesha sasa, wale wako usinionyeshe, nitakuchapa tena na kuonyesha vyote viwili hadi huko nyuma. Aisee, mitaa iliyokuwa anaishi Zahra ni mitaa ya matajiri. Kwa hiyo mitaa hilo area D hiyo haina mishemishe za watu wengi, ni imetulia sana. Akikatiza mtu mmoja barabarani, unaweza kaa hata nusu saa hajakatiza mwingine. Zaidi ya magari ya matajiri tu, na kila mtu na mishe zake, hana time za mwingine. Basi Zahra nyege zikiwa zimempanda kwa kuongea tu na yule jamaa, alivua kichupi chake, kisha akamgeuza mgongo, akapandisha kisketi juu, akaanza kumtikisa makali huko. Yule jamaa ili amtie nyege, amuonyeshe bori lake kirahisi, maana Zahra alikuwa na hamu sana siku moja aje kulishika tu bori la mwanaume, hata alipige busu, maana hakuwahi kuliona mubashara.
boli la mtu mzima. Ukiacha hivyo vya watoto wadogo na wale Zahra hakuwahi kuingizwa boli la mwanaume original zaidi ya boli la bandia ambalo Mili alimtolea nalo bikra kule shuleni. Yule muuza miwa kuliona tu tako la mtoto wa kike lilivyovimba vizuri pale nyuma, nyege zilimpanda na boli lake likasimama ndani ya suruali. Zahra baada ya kumchekeshea chula wake huku kageuza shingo anamtazama anamchekea, basi aliinama kwa mbele akashika miguu akawa anamchungulia yule jamaa kwa katikati ya miguu yake. Basi kabaki wazi na K inaonekana tu mubashara. Basi muuza miwa akawa anamsogelea taratibu huku jicho limemtoka, lakini alishtuka kajigonga katikati ya geti, akabaki kasimama tu udenda wa kutamani. K ya Zahra unamwagika tu. Msikilizaji, hakika ilikuwa hatari. Zahra alizidi kumfanyia uchokozi yule jamaa kwa kumtingishia chura wake, maana alikuwa anamchungulia kwa chini ya mapaja yake. Anamwona jinsi kijana wa watu anavyoteseka, yani kama vile paka kumlingishia samaki. Ndivyo alivyokuwa kwa yule jamaa na uchi wa Zahra. Baada ya hapo Zahra alisimama akasogea pale getini, akamtizama yule muuza miwa jinsi alivyosimama, kashikwa na pumbo wazi tu. Basi alimnusisha ile chupi puani kisha kaiva. Baada ya hapo alipitisha mikono yake miwili pale katikati ya nondo, akamfungua zibu ya suruali taratibu huku jamaa katulia tu. Basi akapenyeza mkono ndani akalitoa buri ndani ya kibukta, likatoka nje likapenya pale katikati ya nondo likaingia ndani. Basi Zahra kabaki kahasama mdomo tu, maana ni bonge la bori, halafu lilikuwa refu. Basi Zahra alisema huku anatabasamu, wow, jamani, bori zuri kweli, ni zuri vilivyo. Alitizama nyuma labda kama kuna mtu anatoka ndani kwao, akaona kimya. Basi alichuchumaa akalipiga busu lile bori pale kichwani, halafu akaanza kulinyonya huku kainua macho anamtizama muuza miwa alivyokamata nondo za geti kwa nguvu, kwa mikono miwili anaguna tu kwa utamu. Zahra aliramba kama barafu tu, analitemea mate, analipigisha punyeto mpaka jamaa akaanza kujikunja, anaguna tu. Zahra aliendelea kumpigisha punyeto mpaka jamaa akakojoa. Basi akasimama, wakawa wanatazamana, akapitisha mikono yake miwili pale getini, akamkumbatia akamwambia, jamani baby, mimi jina langu Zahra, sijui wewe nani jina lako? Jamaa alimjibu Zahra huku boli lake linanesa nesa linaelekea kurara, mimi jina langu Hashim. Mrembo, okay jamani baby, nimelipenda sana boli lako, naomba niwe mchumba wako. Jamaa alihisi kama kaokota dodo chini ya mchongoma, maana Zahra ni mtoto mrembo sana, halafu ni mtoto wa kishua na anaishi ushuani. Basi jamaa alimjibu kwa kigugumizi, sasa wewe mrembo, okay, unaishi mitaa gani maeneo hayo? Mimi naishi maeneo ya hapo Chaduru. Kuna kaumbali mpaka hapo. Mimi nilikuwa nahitaji uwe unakuja hapa getini mida ya 2 usiku, unanifanya hapa, maana mimi ni geti kari, huwaga sitokagi nje, na muda huo ndio mzuri, maana wazazi wangu wanakuwa busy na taarifa ya habari 2 usiku. Hashimu aliona hii fursa kaipata, sio ya kuichezea, ni ya kuanzia kazi faster, hivyo alikubali faster. Mrembo, hiyo haina shida, hata ungeniambia 8 za usiku mimi nakuja tu. Ila vipi, hakuna mlinzi hapa kwenu? Hakuna mlinzi wala mbwa,
we njoo tu baby. Zahara alikamata bori la Hashim akalirudisha ndani huku akimwambia, sasa baby, ngoja niingie ndani nikakuchukulia pesa yako ya mua. Haina haja Zahara mrembo, mbona wewe umenipa raha hizo bure tu, sembuse mua mimi kukupa bure? Hashim bwana, yani kukunyonya tu bori umerizika na mimi? Hivyo basi vizuri, njona usiku nikupe hiyo. Basi mpenzi. Maida ya 2 usiku alipofika, Zahara alitoka nje baada ya kuona wazazi wake wamesha zama katikati ya taarifa ya habari. Akajua hapa mtoto hatumwi dukani, yani hawa banduki. Basi yeye alikwenda mpaka getini, akachungulia, akamwona Hashim kasimama kwa mbali kidogo na nyumba yao. Basi alimuita kwa sauti ya chini, akasogea mpaka pale karibu katikati ya geti. Basi Hashim akawa anatetemeka, anaogopa, anatazama huku na kule. Basi Zahara akamtoa wasiwasi kwa kukumbatia pale getini, akamwambia, jamani baby, acha woga, kuwa uhuru tu, mimi nakuhakikishia usalama 100%, maana mimi ndio najua taratibu za hapa nyumbani. Basi Hashim hofu ilimwondoka, kisha Zahara akamfungua zipu ya suruali, akalifumua bori huku ndani, akalitoa nje, akalipenyesha katika nondo huku likiwa limeanza kututumuka. Basi akachuchumaa Zahara, kamata bori kwa Hashim zote kama mtoto wa kike, akalizamisha mdomoni, akaanza kulifanyia kwa kunyonya kama barafu. Zinampanda na kei huko nyege, inaanza kuroa ute, ishara ya kulipokea bori la Hashim. Baada ya kuhakikisha bori la Hashim limesimama barabara, aligeuza mgongo, akainama, akainua nguo chake, akainama, akaliengesha katikati ya kitundu cha kei yake. Basi akaanza kurudi kinyume ili limuingie lote. Taratibu bori likaanza kupenya katikati ya kei Zahara, huku mtoto wa kike kahasama mdomo tu. Basi akajishindilia lote mpaka huko, yakaenda kugusa nondo za geti, huku kahasama mdomo akipiga kelele, ops jamani. Hashim alipoona mtoto wa kike kisha kashajilazimisha mwenyewe ukuni ndani ya jiko la mpiga, basi akapitisha mikono yake miwili katikati ya nondo, akamkamata kiuno vizuri, akaanza kumchochea ukuni ndani nje. Basi mtoto wa kike alilia sana na kumsifia kuwa ana bori tamu sana. Hashim alimpiga vizuri mtoto wa kike mpaka akawa analia, anasema ilikuwa hatari. Zahara alifanya haja ndogo kwanza, Hashim akaendelea kumsugua akakojoa hadi cha pili, ndipo Hashim naye akamkojoresha, kisha Hashim akalichomoa bori lake ndani ya huko kwa Zahara linachuchuruzika shahwa, akalitumbukiza ndani ya suruali kwa kulizamisha, maana bado lilikuwa limesimama linashuka taratibu, maana alikuwa na hofu na kukutwa. Zahara alimgeukia, akamkumbatia, akamwambia, jamani mpenzi, asante kwa boli lako tamu, ila naomba utulie kidogo tupige story, halafu unipe chapiri tena, maana nimezipenda shawa zako za mtoto za moto sana. Hapana baby, acha mimi niende, maana unapiga kelele kwa nguvu, mwisho tutakamatwa. Basi jamani baby, nitajizuia, ingawa bori lako tamu sana, ndio maana napiga kelele. Walipiga story hapo kidogo tu, kisha Zahara akalitoa tena bori la Hashim, akaanza kulipekechua na mikono yake miwili, kitu kikasimama. Basi akatetemeka, akatema mate kiganjani mwake, akainama, akaulambisha huko
msambwana wake, kisha akaligeuza tena mgongo boli la Hashimu akalikamatia na mkono wake nyuma akalilengesha huko, akaanza kurudi nyuma na anajishindilia. Basi Hashimu akashtuka kuona boli lake linazama kwa ugumu. Basi akamwambia Zahra, baby, sio huko, umekosea. Oh, niko sahihi jamani baby, nahitaji ulifanye na huko kwingine. Hashimu alitulia. Basi Zahra akarudi nyuma mpaka boli likazama rote, na kisha akamwambia Hashimu, oh, lishazama jamani baby, endelea kufanya huko sio kwingine. Baada ya Zahra kujizamisha boli lote huko mwake, basi Hashimu alihisi kijoto mule ndani. Jamani, hivi vitu havihitajiki. Lengo la simulizi kuelimisha na kuonya jamii. Mwishoni tutajua madhara ya hiki kitu. Likazidi kukaza ile mbaya, na hivyo ndivyo ilikuwa mara yake ya kwanza kuzamisha boli katikati ya huko Msambwana. Basi alijisikia raha sana, akakikamata kiuno cha mtoto Zahra barabara. Basi acha aanze kumfanya hivyo kwa spidi, huku mtoto anapiga kelele tu, kainamisha kichwa chake, anauchungulia huko, anakisugua kisima chake kwa vidore. Yes. Sababu ya kile kijoto cha huko Zahra. Basi Hashimu hakuchelewa kumwagilia wazungu Zahra huko. Basi Zahra naye akawa kashajikojoa. Basi Hashimu alichomoa boli lake katikati ya huko wa Zahra, kisha Zahra akageuka akapitisha mikono yake pale katikati nondo, akamkumbatia Hashimu akamwambia, asante jamani baby, maana umeonyesha ulimwengu mpya usiku huu. Asante na wewe baby kunigaia huko, kumbe ndio mtamu hivyo. Nilikuwa sijawahi kufanya hivyo, leo ndio mara yangu ya kwanza. Naomba uwe unanigaia kila tukikutana mpenzi. Sawa mpenzi, kesho njoo tena, muda huu ni kugaie, tufanye kesho kutwa, maana kesho naenda kijijini kwetu, kuna issue moja nafuatilia, nitarudi kesho kutwa. Mara ghafla mlango wa sebuleni ulisikika unafunguliwa. Basi Zahra alimwachia Hashimu haraka, akarudisha mikono yake ndani ya fasta. Basi Hashimu alikimbia huku analiingiza bori lake ndani ya suruali, akapotelea gizani huko. Kumbe taarifa ya habari ilikuwa imeisha. Basi baba yake Zahra alikuwa anatoka hapo kibarazani avute sigara yake kidogo, kisha aingie zake kwenda kulala, maana chakula walikuwa wameshakula muda. Baba Zahra alimuona mwanae kasimama pale getini anajibaraguza. Basi akamuita aje pale kibarazani. Zahra alisogea mpaka pale aliposimama baba yake, lakini chini ya kibaraza. Basi baba yake akamwambia, wewe Zahra, njoo panda hapa kibarazani, mbona unasimama mbali? Zahra alipanda huku anatetemeka, akihisi baba yake labda akamshtukia. Baada ya kusogea pale, baba yake akamuuliza Zahra, ulikuwa unaongea na nani pale getini? Zahra alianza kutetemeka huku akimwambia baba yake, hapana baba, sikuwa naongea na mtu, nilikuwa naangalia kuna ajali ya bodaboda ilitokea kule barabarani. Haya, nenda ndani. Baba yake alimshtukia kuwa katoka kufanywa pale getini, maana alisikia ananuka maharufu ya mkono, halafu macho yameregea, lakini akakausha tu, yakapita hayo. Kesho yake alikuja jamaa mmoja pale nyumbani kwao ambaye ni fundi wa umeme wa nyumba. Aliagizwa na baba Zahra aje arekebisha taa ya pale sebuleni ya urembo, maana kuna kipindi inasumbua kuwaka. Yule fundi alifungua ile taa pale juu, akawa amekaa hapo katikati ya sofa anairekebisha, huku mama Zahra naye
kaketi sofa la pembeni. Basi anapiga story na fundi, huku fundi anaendelea kurekebisha ile taa. Zahra alikuwa chumbani kwake kakaa tu, mara akajisikia hamu ya kutoka hapo sebuleni. Akapiga story na mama yake. Ile kutoka tu pale sebuleni, basi akamwona yule fundi, bonge la handsome boy mweupe, ana nywele za Kiarabu. Basi Zahra alibaki kasimama tu anamshangaa, mpaka mama yake akamkaribia. "We Zahra, unashangaa nini? Badala ya kumsalimia fundi wewe unashangaa." Zahra alishtuka kama mtu aliyetoka usingizini, maana mawazo aliyopeleka mbali baada ya kumuona yule fundi. Basi akahisi kama wapo uchi wote na yule fundi. Kainamisha, kashika meza ya kioo ya pale sebuleni. Yule fundi kamuingizia ile bori la fundi. Yani hiyo ilikuwa ni imagination kutoka kwa Zahra. Kumbe alikuwa mawazo tu. Basi baada ya kushtuka alimsalimia kwa sauti nyololo, huku anamlembulia jicho, maana naye fundi alikuwa anamtazama mtoto Zahra, maana alikuwa kavaa kisketi cha mtego, mapaja yote yalikuwa wazi. "Fundi, mambo zako?" "Poa dada, habari?" "Salama fundi." "Jamani fundi, ukimaliza hapo na kuomba na chumbani kwangu unirekebishie taa yangu, maana kuna kipindi inawaka kipindi haiwaki. Sasa sijui tatizo itakuwa switch au taa yenyewe." "Okay dada, ngoja nimalize." "Utaenda kunionyesha." Fundi alipomaliza kutengeneza pale ile taa ya sebuleni, aliongozana na Zahra kwenda chumbani kwake, huku Zahra akiwa mbele ya fundi nyuma. Basi Zahra akamfanyia makusudi kumtengeshea chula wake kupitia kawaida. Akaona haitoshi, akarudisha mikono yake miwili nyuma, kakishika kisketi chake kwa huku pembeni, akaivuta kikabana manyashi yote. Basi chula akaonekana alivyotuna pale ndani ya kisketi. Basi huku nyuma fundi udenda unamdondoka kafisi vile. Kaona mzoga, akawa anajisemea, "Da marapa, ila huyu mtoto wa kike kanivulia chupi alafu inamia. Nipa mzigo sipati picha, nitaufakamiaje? Maana mtoto ana msambwana mzuri, kamebinuka vizuri, halafu paja livujaza jeupe hadi la." Walifika katikati ya mlango wa chumba cha Zahra. Basi mtoto wa kike akafungua mlango, wakaingia ndani. Akasogea mbele kidogo, akaitizama taa pale juu, huku akimwambia fundi, "Jamani fundi, taa yenyewe hiyo hapo juu, yaani inanisumbua hiyo, inataka uitie bisbis yako ndio itulie." Fundi alitizama ile taa, akageuka kucheki hapo kutani, akaona swichi yake ya kuwasha. Basi akawasha, ikawaka vizuri tu. Akashangaa, ikabidi amuulize Zahra, "Dada, mbona inawaka vizuri tu?" "Ndio, ila kuna kipindi inazingua, sijui ina nyege hii taa. Hebu chukua bisbisi yako uitie ifunguke, uiangalie vizuri, uikague." Fundi alicheka huku anamtizama Zahra, akamwambia, "Poa dada, ngoja nichukue story ya kupandia hapo sebuleni, nije nitie bisibisi, maana haya mataa ya urembo huwa yanazingua sana kama lile sebuleni lenu." Fundi aliondoka kwenda sebuleni, huku boli limesimama msimamo ndani ya suruali, kwa maneno tu yale aliyokuwa anaambiwa na Zahra. Na ule uchukuzi aliokuwa anamfanyia fundi, alichukua story akarudi kule chumbani kwa Zahra, lakini alipofungua mlango hakuamini alichokiona, mpaka story ikamdondoka mkononi. Akabaki kamtorea macho tu mtoto wa kike pale kitandani, yupo uchi wa mnyama. Yani akaweka tu
mapaja yake vizuri, kayamtegeshia fundi. Karudi tumboni, kajishika huko huko mikono yake miwili, basi vinaonekana vyote mubashara vyekundu. Basi Zahra alikuwa na tabasamu huko anamwambia fundi, jamani, taa yenyewe ndio hii hapa niliyokuwa nakwambia. Achana tu na hiyo story, njoo upande hapa kitandani, utaifikia tu, uingize bisibisi yako, uichokonoe. Wahi fundi, ukichelewa na ghairi mimi. Fundi kusikia vile, na yeye bori lake lilimsimama vizuri, akili yake yote imehamaki katikati ya mtoto wa kike anayeitwa kwa jina la Zahra. Fundi alipanda kitandani, akapiga magoti pale pale mbele ya Zahra, akayakamata mapaja kwa mikono miwili, akainamisha kichwa, akaanza kuifanya kwa hatari. Mtoto wa kike basi Zahra anaguna tu huku anamwambia fundi, fundi, chagua tundu la kuingiza faster, acha ufundi mwingine, mama atatushtukia. Fundi alicheki akaona huko umeloweka mafuta, lakini alikuwa mwoga wa kuingiza, ingawa ni mwendaji kinyume na mumbiri mzuri tu. Basi akamshindilia boli huko kwenye keji. Cha moto alikiona yule mwanamke mpaka wakakojuzana, huku kijasho kimewafumuka wote wawili. Basi fundi baada ya hapo alishuka kitandani fast, akalisokomeza bori lake katikati ya suruali. Mara akashangaa Zahra yupo mbele yake, kisha mkumbatio anamla nyama ya ulimi. Kisha kamuuliza, vipi fundi, mbona unakimbia na kazi hujamaliza? Fundi alimtizama Zahra huku ana wasiwasi, akamwambia, mpenzi, nitakuachia namba yangu ya simu unipigie, nikitoka hapa twende guest tukaendelee. Hapa ni hatari tupu, mama yako atatukuta. Nani alikwambia mimi natokaga nje? Mimi geti kari fundi, huko nje napakachunguliaga tu kwa geti. Tulia, kuna taa hii ya nyuma bado haijaitia bisibisi. Nayo fundi alimuuliza, Zahra, unamaanisha nini? Mpenzi, ndiyo maana yake, ukitaka napiga kelele, umenibaka. Fundi alikuwa mpole, akaketi kitandani, kisha Zahra akampandia juu, akamkaria, akamshika mabega kwa mikono yake miwili, huko nyuma akaubenua. Akaanza kufanya hivyo kwa urimi fundi, huku na yeye akamuingizia dori la kati. Jamani, ilikuwa ni hatari. Fundi, mimi nakupa adhabu ya kunifanya hivi tu, tena ni bahati kwako, maana huwezi kaa upate demu mzuri kama mimi, ukiacha mwanangu Zahra uliyembahatisha huko chumbani. Mimi ni hili tu bori lako vizuri tu, hapa nje ndio limenitia roho nyege, lakini mimi huko ni nani? Basi hicho kipo mbeleni huko. Endelea kuwa na simulizi zetu, hakikisha tu una like na kutoa maoni yako. Zahra ni mtoto getikari, kumbe getikari wana bara. Fundi alimchokonoa Zahra kwa dori lake la kati, huku mtoto wa kike anazungusha kiuno kwake. Utamu huo ulimi wa fundi umeme fundi bori lilimsimama ndani ya suruali. Basi akamwambia Zahra, haya baby, jiinue kidogo nilitoe dungu nikushindilie. Zahra alinyanyuka kidogo, basi fundi akalitia dungu, akaliengesha katika tia tundu la bisibisi, ikaingia huko huko. Kisha Zahra akaanza kurudi chini taratibu, analikaria huku kahawasama mdomo, kamshika mabega fundi mpaka dunge lote likapotelea huko huko. Breki ikawa bombo, huku Zahra akitoa sauti ya kimahaba, asante fundi kwa bori lako zuri. Zahra alianza kujipitisha pale pale juu ya bori, akasema, mchere unapetwa,
katikati ya ungo huku analia tu kwa utamu wa bori. Oh shit, yes. Jamani fundi, asante kwa bori tamu na enjoy jamani. Zakhala alijipetesha pale pale huku anatulia, anaanza kulizungushia mauno bori pale pale chini. Fundi akiwa kakalia bori lote limo huko na alipekichua humo humo ndani kwa ndani, kisha anaanza kujipitisha tena mpaka akakojua. Fundi akakamkojolea huko kwenye msambwana. Basi wote wakatulia huko. Zahra kamkumbatia tu fundi, kajilaza kifuani pake huko bori lipo huko ni mwake, anahema tu, kijasho kimemfumuka. Basi fundi akamsaidia kumchomoa bori. Basi huko ukaanza kuvuja shahawa tu mdogo mdogo, huku unapita pita, utasema sasa ya kukonyeza. Mama Zahra akiwa pale sebuleni akakaa na chati katikati ya simu yake, mara akaona inaita, kucheki jina la jirani yake. Basi akapokea. Jirani Zamida. Salama tu Mama Zahra. Vipi? Huji kwenye shughuli ya jirani yetu ya kumtoa mtoto? Mwenzangu, najisikia nimechoka mwenzio, na wakati hata sijafanya shughuli yoyote nzito. Hapana jirani jamani, njoo, huyu ni jirani yetu wa karibu. Utajisikia vibaya. Atajisikia vibaya. Haya, nakuja shoga yangu, acha nijiandae. Mama Zahra alinyanyuka pale katikati ya sofa kiuchovu ili aende chumbani kwake kujiandaa, lakini akakumbuka kuna taa moja ya nyuma, hakumwambia fundi aliyekibishe. Basi akaamua kupitia chumbani kwa Zahra ili amwelekeze kabla hajaondoka, lakini alipofungua mlango alichoka kabisa, akasema kwa sauti, "Ke?" Basi Zahra akashtuka, maana alikuwa kajilaza kifuani pale fundi, hivyo hakumuona mama yake. Basi Zahra alitoka shuka pale mpajani kwa fundi, lakini mama yake alimpigia kelele akamwambia, wewe baki hivyo hivyo, we Zahra. Mama Zahra aliwapiga picha na simu yake, kisha akamsogelea fundi akamuuliza kwa ukali, we fundi, unamfanya nini binti yangu hivi? Fundi alianza kutetemeka tu, asijue ajibu nini. Akaulizwa tena kwa ukali, we fundi, sina kuuliza. Fundi alimjibu huku anatetemeka, nimempaka hata tu mama. Umempakata yupi na yupo uchi? Halafu boli lako si hilo hapo limelala nyuma yake ya mwanangu, au ulikuwa unamfanya huko? Hapana mama, nilikuwa na mfanya hivi tu kawaida. Haya, shuka hapo na wewe Zahra, ona huko ulivyokulegea, utasema ulikuwa umeingizwa huko. Zahra alishuka akawa amesimama, kisha mama yake akachukua funguo ya chumba hapo katikati ya dressing table, akamshika mkono fundi, akamnyanyua akatoka naye hapo koridoni, akamfungia chumbani Zahra huku akimtishia, ngoja nikufungie mpaka baba yako arudi jioni, nije nimuonyeshe hizi picha. Zahra alianza kulia huku akamwomba mama yake msamaha. Mama Zahra alimshika mkono fundi akaanza kuelekea naye chumba cha wageni, huko boli la fundi linaning'inia tu hapo mbele katikati ya zipu, huku akimwomba mama Zahra msamaha. Waliingia hapo chumba cha wageni, kisha mama Zahra akafunga mlango, akaweka simu yake hapo mezani, akamkumbatia fundi, akaanza kufanya kisha akamwambia huko kumkumbatia kiuno, jicho lishamlegea mtoto wa kike, anahema juu huku na huku, ishaanza kuloa. Fundi,
mimi nakupa adhabu ya kunifanya. Adhabu ya kumfanya nini? Mama Zahra, hii ni hatari. Lengo la simulizi ni kuelimisha, lakini mwanzoni tunaona matendo maovu haya yakitokea. Mwishoni tutaona nini dhamira ya simulizi. Hakuna simulizi ambayo itapostiwa kwa ajili ya kufanya jamii ihamasishike kufanya vitendo viovu. Lengo la simulizi ni kuelimisha na kuonya jamii kuhusu vitendo hivi vya kikatili ambavyo havimpendezi Mungu vikiendelea kufanyika katika jamii zetu za Afrika ambazo tumekulia katika imani na kumjua Mungu zaidi kuliko hao ndugu zetu waliotoka huko ughaibuni. Bana, usiache kusubscribe channel yetu ya Simulizi Zetu na kudondosha maoni yako. Unaona ni kweli ni sahihi wazazi kuwaacha watoto wao waishi katika nyumba za getikari, lakini pia ni sahihi kutowaambia watoto na kutokuwafunza watoto wao ipi ni tabia mbaya na haistahiki, ukifanya hivi utapoteza hiki na hiki. Ni wasaa mwema, wazazi, funguka na mueleze na muwalee watoto wenu wawapo mashuleni, wahakikishe wana focus na vitu vilivyostahiki na si vitu vibaya kama alivyofocus Zahra pamoja na Mary. Lakini pia unaleta mfanyakazi huko nyumbani ambaye tabia zake si njema. Hakikisha tu hivyo. Hii ni simulizi yetu, jinsi binti yangu alivyonisaga. Hiki kilikuwa kipande cha kwanza. Kipande cha pili tutakutana wakati mwingine. Asante kwa kuwa nami. Tuwe pamoja zaidi.